Kwa sababu gari ili liweze kwenda Kongo lazima liwekwe mafuta. Linawekwa lita 2100 2200 kutoka hapa mpaka Kongo kwenda na kurudi. Lakini pia ajira zinazotoka. Ndio maana ukienda mji kama Tunduma, kwa sababu malori yanapaki pale, au ukienda Mikumi, sehemu yote malori yanapaki, kunakuwa ni mji na ni mji mkubwa. Kwa hiyo sekta hii ni sekta ambayo inachangia ya pili kwenye kuchangia pato la taifa. Kwa hiyo unapoona vitu kama hivi alafu inakuwa inabezwa au lori linakamatwa barabarani, kunakuwa kuna confrontation. Leo asubuhi tumepokea taarifa nyingi za kusikitisha. Madereva wanagombana na watu waliotumwa kukamata, lakini pia vibao vya plate number vinatolewa kwenye malori. Hili jambo sio sawa, ni kikaa chini na kuzungumza, lakini pia tukumbuke kila kitu kinakuja kama fursa. Hasa fursa sio ya kugombana nayo. Kwa hiyo mimi ni rai yangu nikiwaomba sana viongozi hawa wanaotoa matamko ya kukamata au kwenda kwenye lori kugombana na madereva. Wakati mwingine hao madereva wanakuwa na mapanga, wanaweza yakatokea majeraha. Kuna kipindi fulani watu waliona walienda kukamata magari, kunatokea matatizo ya watu kutoleana mapanga na kunaweza kuhatarisha maisha. Sisi tunaona sio sawa na tunakemea kwa nguvu zote. Sisi tunasema kwa sababu kama ni hivi, bora mtukutanishe sisi wadau, mtuambie tuyapaki malori. Tuko tayari kuyapaki malori. Kauli ambayo mimi sijawahi kupenda kuitumia katika muda wangu wote wa uongozi, lakini kama inatufikisha hapo, tuko tayari kuyapaki malori mpaka tutakokaa tuzungumze. Tuko tayari, lakini sio kwenda kuwasumbua wasafirishaji, sio sawa. Kwenda kunyang'anya madereva plate number barabarani kwa mambo ya parking sio sawa. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuzungumza na kukubaliana. Hatujawahi kupinga, hatujawahi kutokuwa upande wa kukubaliana. Na muda mwingi vitu vyote ambavyo vimekuwa vikitokea tumekuwa tukihakikisha kwamba tunazungumza na serikali. Hata haya masuala ya parking tumekuwa tunafanya engagement kubwa na ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini tunashangaa hatua ambazo zinachukuliwa ni kinyume kabisa. Leo nilikuwa nawaambia kutokea tatizo Muhimbili, huwezi kukamata watu Muhimbili, si ndio jamani? Lazima kuna utaratibu za kufanya engagement na kuzungumza. Kwa hiyo sisi tunapinga kwa nguvu zote. Na kwa kweli kama hali hii itaendelea, sisi tumesema kama hali hii itaendelea, tuko tayari kuyapaki haya malori. Tuko tayari. Wakati wa COVID hapa nyinyi mnakumbuka na nyinyi ni mashahidi. Sekta zingine zote zilisimama, lakini wasafirishaji peke yake ndio walibakia kuhakikisha dawa zinakwenda. Lakini pia tuna wajibu wa kuhakikisha mazao yanatoka vijijini kuja mjini. Tuna wajibu pia kuhakikisha, kama nilivyosema, bandari sio tunatumia sisi peke yetu. Kuna watu wanatoka Burundi, kuna watu wanatoka Rwanda, wanahitaji bandari hii, wameagiza vitu vyao kupita kwenye bandari hii. Lakini pia ili bandari yetu iwe maana, tunahakikisha malori yetu yanarudi na kopa. Na hii kurudi na kopa ni kitu kizuri, kinafanya bandari yetu ionekane ni bandari ambayo ina mzigo wa kwenda na kurudi. Ndio maana tunaonekana bandari bora, lakini kwa sababu watu wamesacrifice. Lakini pia kama nilivyosema, watu wamechukua mikopo mikubwa. Unajua unapokwenda kulisumbua lori ambalo mtu amewekeza zaidi ya shilingi milioni 400 kulifanya hiyo barabarani, kwa sababu ukiona lori ni zaidi ya milioni 400, mzigo dereva anaobeba mzigo wa dola 500 600 anabeba kwenye gari. Kwa hiyo hakuna haja ya kusumbuana, tunapaswa kukaa na kuzungumza.